Ripoti yetu ya leo tunaitazama Iran kwa mara nyingine tena na maisha ya watu wa Iran baada ya vita vya siku 40. Uchumi wa Iran umeyumbishwa na mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Marekani na Israel. Uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya anga umesababisha watu wengi kuhama makazi yao, na kulingana na UNDP zaidi ya viwanda na makampuni 23,000 yameathirika. Hata hivyo, ripoti zinaeleza kwamba hali hii imegharimu ajira zaidi ya milioni moja kwa moja kuathirika, na kwamba watu hawana kazi, na hii ni kupitia taarifa iliyotolewa na waziri wa kazi na usalama wa Iran, Gholam Hussein Mohammad, na ongezeko hilo limewasukuma watu wengine milioni 1 kuacha kazi kulingana na ripoti ya Etimad Online. Usumbufu wa usafirishaji wa meli nao pia umesababisha hali ya uchumi kuvurugika. Kwa sasa Iran ambayo tayari ni dhaifu kiuchumi imeweka 50% ya kazi za Iran. Hii ni eneo muhimu ambalo ni katika sekta ya mafuta, ndipo ambapo uchumi wa Iran ulikovunjwa, kwani 1% kubwa ya uchumi wa Iran unategemea nishati ya mafuta pamoja na gesi, ambapo baada tu ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, hali imezidi kuwa mbaya nchini humo, kwa maana ajira nyingi zimepotea. Hata hivyo, jambo lingine ambalo wakati huu Marekani inalifanya ni kuzidi kudidimiza uchumi wa watu wa Iran. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni kuhakikisha kwamba nchi ya Iran, kwa maana mamlaka ya nchi hiyo, washindwe kabisa kuiongoza nchi, na hatimaye wanataka raia warudi tena katika maandamano ambayo wanadhani kwa mara hii ama kwa mara nyingine tena wataweza kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hiyo ndio mipango ambayo Marekani na Israel wanaipanga, na ndio maana Marekani ikachukua meli zake za kivita kuziweka katika eneo la Hormuz, kwamba hawataki Iran iuze mafuta. Viwanda vingi vya maziwa vimesitisha shughuli zao kwa sababu ya uhaba wa vifaa muhimu vya kufungashia, wanasema wachambuzi.